na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akatoa fedha nyingi kwa miradi hiyo ili kuwaondolea kabisa au kuwapunguzia kwa kiasi kikubwa changamoto ambazo wananchi zinawakabili. Tunakushukuru sana, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Umejionea mengi katika machache ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya kwenye mkoa wetu ya maendeleo. Wanatanga, sisi ni mashahidi. Tunakuomba uendelee kutupelekea salamu za shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo ametusaidia sana Wanatanga kwenye swala zima la maendeleo. Kama walivyosema wenzangu, naomba niungane nao, na ni ahadi yetu Wanatanga kwa mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya. Sisi Wanatanga ndio ambao tukoongoza kwa idadi ya kura za Mheshimiwa Rais kuliko mkoa mwingine wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba niwakumbushe wananchi wenzangu umuhimu na muungano wetu ni jambo la kupigwa mfano sana, na haya umeyasisitiza kila mahali ulipokwenda, ulipokutana na wananchi wenzako juu ya umuhimu wa muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar au juu ya nchi yetu ya Tanzania. Wajibu wetu tuenzi na kuulinda kwa wivu mkubwa sana muungano huu. Kila mmoja anashuhudia na anajua thamani ya muungano huu, maana ya muungano huu. Wazee wetu ni busara na hekima kubwa zilizowapelekea hayati Julius Kambarage Nyerere na Mzee Abeid Amani Karume walipoamua kwa makusudi na viongozi wenzao kwa wakati huo kuunganisha nchi mbili hizi na kupatikana Tanzania. Mara nyingi mtu hubeza kitu ambacho hajui maana yake ni nini, lakini hawa wazee viongozi wetu wakati huo, mpaka walikaa chini wakaamua kuunganisha nchi zetu hizi, walijua maana yake ni nini. Lazima tuwaenzi wazee wetu hawa kwa fikra kubwa walizoziamua mpaka tukaipata Tanzania. Ndugu zangu, leo kila anayesimama awe kiongozi wa chama au wa serikali au hata mwananchi wa kawaida anaeleza mambo makubwa aliyofanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunadiriki kusema kwamba viongozi wote waliopita wamefanya mambo makubwa kwenye nchi hii, lakini Rais Samia amefanya makubwa sana kwa muda mfupi wa miaka 4. Tukumbuke tunapoyasema hayo ni kwa sababu ya zao la muungano. Lao wasingekuwepo muungano, tusingekuwa na Samia kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lazima tuweze kulinda kwa kubwa sana. Sisi Chama cha Mapinduzi, wanapotokea watu wowote wale wa chama fulani au wasio na vyama wakisema sisi tupo tayari kuenzi muungano, Chama cha Mapinduzi ndio wa kwanza kuyasema haya kwa vitendo, kwa sababu tunajua uwepo wa Chama cha Mapinduzi ulikuja baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa nini? Tukumbuke kabla ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, lakini hata baada ya muungano wenyewe, tulikuwa na vyama vya siasa viwili vyenye kushahidiana malengo na madhumuni na fikra. Zanzibar tulikuwa na ASP na huku Tanganyika tulikuwa na TANU. Baada ya muungano ndipo wazee wetu walikaa chini wakatafakari, wakasema kama tumeshaunganisha nchi zetu mbili za Tanganyika na Zanzibar, halafu bado tuna vyama viwili vya siasa vyenye kushabihiana malengo na madhumuni na fikra ya kimapinduzi, kwa nini tuendelee kuwa na vyama viwili? Ndipo waliposema sasa tubariki tuwe na chama kimoja cha siasa
kinachoitwa Chama cha Mapinduzi. Ndipo tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1977 kikazaliwa Chama cha Mapinduzi. Lao usingekuwepo muungano wa Tanganyika na Zanzibar, pasingezaliwa Chama cha Mapinduzi. Na ni hivyo hivyo vyama vyote baadaye, kwa namna tulivyojiwekea utaratibu wetu kwa mujibu wa katiba yetu, tukasema vyama vya siasa vinavyosajiliwa kutaka usajili wa kudumu lazima viwe na sura ya muungano. Tusingekuwa na vyama vya siasa kama kusingekuwa na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Wajibu wetu tuenzi muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Siwashangai wanaombeza na wale wenye viashiria vya kutaka muungano wetu uvunjike. Hawa na wafananisha na yule mdudu anayeburuza kinyesi. Ukitembea katika mazizi ya ng'ombe au ya mbuzi, utamuona kuna mdudu fulani hivi, yaani yeye raha yake kule kuburuza kinyesi. Yule huipatuta kwa lugha za wasomi, ni Waingereza si muungano. Ndio bwana mkubwa mmoja akasema, ayyuhal aibu qawli aditha inna tiba alwardi mu'dhi biljua. Mwenye kuyatia aibu maneno yangu, kwamba yule ndio kasema nini vile, ndio maneno gani? Asema harufu ya waridi humuudhi tuta. Tuta ndio mdudu anayeburuza kinyesi. Yule mdudu siku moja mimi nilifanya zoezi baada ya kuona haya maneno huko wanachuoni. Nikasema maneno haya yana maana gani? Nikachukua perfume nikampulizia yule mdudu, alinuka miguu chali na akafariki pale pale. Kwa nini? Kila kitu kizuri chenye harufu nzuri kwake yeye ndio humuudhi. Kwa hiyo wanaombeza muungano hao ndio kitawalea. Asante sana kidumu chama.